Na mkiwa ni tarehe 26 za mwezi wa pili 2026, majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Minembwe, mambo yao magumu upande wa Twirwaneho Red Tabara M23, huku vilio vya tanda uzuni kwa wenye Rwanda kutokana na mateso wanayopata kutoka kwa Paul Kagame. Kivu ya Kaskazini, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wazalendo wachukua miji kadhaa ikiwemo Kazinga, huku askari wakipandishwa vyeo kwenye uwanja wa vita ikiwa ni ishara ya ushindi. Uvira, waziri wa mambo ya ndani Jackman Shabani Loko aingia kukagua hali ya mji wa Uvira. Na mkumbuka kutembelea Mwangaza TV, utakutanana na matukio yote ambayo yako nazidi kulindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia usikose kuendeleza kushare na kusubscribe Baraka1 TV, na hivyo utakufanya kuwa kwanza kuwa unapata matangazo yetu kila wakati. Na tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Minembwe ambako hali mambo ya magumu kwa upande wa Twirwaneho Red Tabara M23. Mambo kwa sasa yamekuwa ni tofauti na jinsi yalivyokuwa yanatarajiwa hapo awali baada ya kudhibiti maeneo ya Minembwe kwa takribani usiopungua mwaka mzima. Magaidi wa M23 Twirwaneho pamoja na Red Tabara kwa sasa wamepata vipigo vitakatifu na kujikuta kukimbilia maeneo ya misitu. Minembwe ilikuwa ni eneo ambalo lilijazwa silaha nzito na nyingi, huku pia wakipewa na vifaa vingi vya kivita kwa ajili ya kujiimarisha zaidi kwa miungu yote ambayo Umoja wa Mataifa kupitia jeshi la MONUSCO lilikuwa likishirikiana kwa upande mmoja kisirisiri pamoja na magaidi hao wa Twirwaneho Red Tabara na M23. Kwa sasa Minembwe inaonekana kuendelea kudhibitiwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wazalendo, huku silaha zilizokuwa zikifichwa maeneo mbalimbali zikiendelea kufichuliwa na wananchi katika hayo maeneo, wakiwaamuru ndugu zao wapiganaji wa Twirwaneho kuweza kuondoka Minembwe ili kupisha serikali kuendeleza harakati zake za kila siku. Maelfu ya raia ambao wanapatikana Minembwe walikuwa wakishutumu mara nyingi Umoja wa Mataifa, MONUSCO pamoja na Twirwaneho kujilimbikizia silaha nzito na risasi za kutosha ili kuendeleza kupigana na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwa sasa hali imebadilika. Red Tabara na Twirwaneho M23 wamefurumushwa Minembwe na hivyo kujikuta wakitangatanga maeneo ya porini. Yaani wapendwa, kama mlikuwa nasikia, ndio base ya mtusi criminel genocide ilikuwa ndio Minembwe, ndio ilikuwa base kutoka Rwanda, Uganda, Kenya, Ethiopia, Somalia, ilikuwa Minembwe. Balikuwa na vikundi pale Minembwe. Leo bashi leo bako na meza chuma, nguo bako na ijoza chakula leo. Bazalendo waliingia mu Minembwe. Balionaka MONUSCO na bapatia vifao vya kutosha, na ile FARDC ilikuwa pale kabakia vifao kila kitu. FARDC ilibakiaka vifao mingi sana, ilikuwa na bakia mule mu Minembwe, na MONUSCO ilikuwa na baletea mavifao marekopteri kubakia na silaha za kila aina na zingine silaha kutoka Rwanda. Leo guvernmesha virekipere biote na hakuna kivalienda na hivi bako mpori. Na hii kusema seme Rubaya guvernema alipatia ba Amerikana, ndio maana wako na bafuatilia. Hakuna tena vya brassage, ile brassage inaisha basauliki. Na Amerika ilisema gisi president alipatia Rubaya,
batafanya chini na juu Kongo ipate amani na security, na arme ya Kongo bataikamata, bao ndo bataidirige na frontiere pamoja na polisi. Manake biro zote na immigration yote itakuwa ni Amerika ndo itakontrole. Huko kote itakuwa ni bao ndo bataangalia na batafuatilia mpaka mwenye alimwangaka damu aende mumai, aende wapi batamkamata. Ndio yenye Amerika ilisema mpaka bamkamate aingie ku justice. Kama hivyo wako na bafata mpaka Rwanda, huyu Kagame huyu batamkamata huyu. Ile kiburi alifanya ataitika bei, ataitika bei. Kila mwenye aligusaka kudamu ya mkongomani akamwanga damu mkongo atakamatiwa. Ndio nsinye yenyeko. Chunga mtasikia. Hii mwezi ishe, mwezi kwenye tafikia mwezi wa 5 na baambia mtanambi. Hivi nakuwa ni kubasible tu kwenye bako, na hivi haiko tena vya kupigana vya ajabu, ni kuwa nakamatiwa mateka na kubasible. Kamata hao maambiskade na kusible. Na M23 mwenyeko munjanje. M23 mwenyeko munjanje. Aenda jisalimishe. Kama ni kompani, kama ni 300 persone, baende bache silaha yulu, banaenda ku gouvernement baniche zile silaha. Habata bafanya kitu. Bata bafunga kama ni miezi 6 bana baachili. Bale wenyewe wako nachunga mpaka bapigane na abana bahati bale. Bale abana bahati. Lakini mwenye atakuwa na akili anaenda jisalimisha. Hawatamfanya kitu. Muprizo bana mulave cerveau, iko na kula kia toka mule, bana muulizo tatumika kisoda au hapana, lakini vile M23 na hata tumika kisoda bana muachilia uende tumika. Anaenda tumika. Lakini kuchanga tena arme hapana. Hapana. Na kila mtu kuna msamba wa mtu ndio yenye itamu nani kumuonesha kama ataweza tumikia serikali kwa soda au hapana. Msambo wake mwenye anakamatiwa M23, msambo wake ndio yenye itamponya kama ataendelesha kisoda au hapana. Mwenye anaji report yeye peke, hapana mwenye alikamatiwa mateka. Ule mwenye alijiripoti ndio atauliza utaendelesha kisoda. Akisema ndio, banapekua waangalie kama kweli ashakaua au ayauaka, na waangalie gisa aliingia M23. Kama alijibebaka huyo hatakuwa soda. Kama alikamatiwa mateka la safa au vya antra kitika, ataweza bataza muendelesha mkisoda. Kama hatiki anarudia kunyumba. Ndio venye viko. Tofauti na hali jinsi ilivyokuwa Minembwe, kina mama nchini Rwanda pamoja na huko maeneo ya Minembwe wamekuwa wakilaumu serikali ya Paul Kagame kuendeleza kuangamiza watoto wao ambao wanatumwa kwenye uwanja wa mapigano nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huku pia wakisikitishwa na vifo vya viongozi mbalimbali kupitia kazi ambayo iko inafanywa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo kwa kunguta magaidi wa M23. Zaidi juzi kifo cha Willy Ngoma kimewagusa sana wenye Rwanda na kuanza kuyamayama, huku wakiwahitaji vijana wao kuweza kukimbilia msituni ili kukwepa mkono wa moto wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na waza. Mwari mwabona fisi yambara fime n'agahinda, nawe n'agahinda, bura amarira aratemba nyine ntibigaragara ko fime, ariko fisi arababaye mama. Oya nimubagireho ikibazo nabibyo bavuga ako babonye barakazana, kubera ko rero abantu bababaye ntitwumve neza, ariko nabo nta kibazo bafitanye nayo M23 pe. Mureke ko barenganya mama ni mubareke. Reka twe ko bura abantu ngo tubure n'ururimi rwacu. Oya. Just yes, ibyo uvuze nibyo kabisa. Abanyamakuru bacu harimo abagome. Urumva example sibyo, ndimo ndabivuga mbabaye, ntabwo ushobora kubyumva vrema. Example, njyewe najyaga nkuri iki kumva n'agahinda kanjye. Njyewe najyaga nkurikirana ibiganiro by'uriya ngo
bamwita guturiya ngo nyiragatambaro kamara nyiragatambaro. Ejo amakuru yiri washyiraho ni amakuru mabi cyane, sibyo? Abangaba ubona abantu babiri baje hano ikiganiro bakoze, genda ukirebe, sibyo? Genda wowe ubanza ukirebe. Genda ubanze wumve ikiganiro bakoze, none baraza kuducanga, baraducanga mu biki? Nibabyihorere, sibyo? Babyihorere, twebwe turategereje, sibyo? Turategereje. Kandi twamaze no kwiyakira deja, nuko gusa umutima utiyakira, ariko twamaze kwiyakira. Icyiza kiri buvemo turashima Imana, ikibi kiri buvemo turashima Imana, kandi ubuzima burakomeza, sibyo? Burakomeza. Ariko turi mu ntambara, ariko turi no mu ntambara y'abantu b'abanyamakuru utamenya ubwoko bwabo. Urumva barimo barashaka views, ya kugira ngo meze imbabarire kanze mbe kuri bino rubuga tu. Baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Minembwe ambako umesikiliza pia hali jinsi ilivyokuwa kati ya Twirwaneho Tabara M23 ambao wanaendelea kukiona cha mtema kuni kutoka kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Na tukichukua taarifa hizi pia kutoka huko jimboni Kivu ya Kaskazini ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wazalendo wazidi kuchukua miji mbalimbali ikiwemo Kazinga, huko askari wakipandishwa vyeo vitani ikiwa ni ishara ya ushindi. Huko jimboni Kivu ya Kaskazini, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hiyo tarehe 25 za Februari 2026, mapigano yalizidi kuwa makubwa wakati M23 walivyojaribu kupambana na vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarafani Masisi na pia tarafani Fizi, ikiwa pia tarafani Kale, hizi mbili zikiwa jimboni Kivu ya Kusini. Mapigano yalianza mapema baada ya M23 kupoteza maeneo mbalimbali, na mapigano hayo yalianzia ndani ya kijiji cha Kazinga ambacho kinapatikana ndani ya groupmenti ya Nyamaboko ya kwanza tarafani Masisi huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Magaidi wa M23 walianzisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wazalendo, huku wakijaribu kuanzisha mashambulizi hayo ili waweze kuchukua maeneo ambayo waliyapoteza siku zilizopita. Vyanzo kutoka katika hayo maeneo vinasema baada ya mashambulizi hayo, wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walifanikiwa kuweza kuwarejesha nyuma magaidi hao wa M23 kwenye vijiji ambavyo walianzisha kupigana ili kujaribu kuvichukua. Silaha nzito pamoja na nyepesi zilisikika kwenye kilomita kadhaa, huku wananchi ambao wanapatikana hayo maeneo wakijawa na wasiwasi mkubwa. Kazinga inapatikana ndani ya kitongoji cha Butsike ambacho ni groupmenti ya Nyamaboko ya kwanza. Imeweza kushuhudia hali mbaya ya mapigano makubwa ambayo hayajawahi kufanyika katika hayo maeneo tokea maeneo hayo yaingie mikononi mwa magaidi wa M23. Kwa sasa maeneo yote ya Kazinga yamedhibitiwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo, huku M23 wakiyamayama wa kuendelea kupata vipigo vitakatifu. Tarafani Masisi tokea tarehe 20 kuelekea mpaka hivi tarehe 25, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakishirikiana na wazalendo wameonyesha umahiri mkubwa kwa kuendelea kushika vijiji mbalimbali
ikiwemo kijiji cha Mahanga ambacho kinapatikana ndani ya Nyamaboko ya kwanza. Vile vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vikiwa na wazalendo vimeweza kufanya hatua kubwa na kuwapiga magaidi wa M23. Ukiachana na Nyamahanga, Kazinga, kijiji cha Ndete ambacho pia kinapatikana ndani ya groupment hiyo ikiwa ndani ya sekta ya Osu Banyungu, na chenyewe pia kimeangukia mikononi mwa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa vikosi vya FARDC na wazalendo havirudi nyuma, badala yake vinazidi kusonga mbele, huku hasara kubwa ikipatikana upande wa magaidi wa M23. Hayo yakiwa yanaendelea huko maeneo ya uwanja wa mapigano, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameweza kuwapandisha vyeo baadhi ya wanajeshi, huku ikiwa ni ishara ya ushindi pamoja na kukubali kazi ambayo hiko inafanywa na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama alivyopandishwa cheo akiwa kwenye uwanja wa vita kijana wetu, na sasa anaitwa Colonel. Azala tokotisia bisobor bona biso ekoti azoka bona biso ekoti wana bona biso ekoti wana bona biso ekoti. Voilà. Azoka bona biso ekoti aywa. Oh, ekoti vraiment na ekoti na pete. Simbira ngaramo. Excusez-moi colonel. Excusez-moi. La PC là beaucoup. Na huko unaendelea kusikiza Amka na Baraka1 TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, Europe Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Ejide Kizenga Tembele, King Sele, Isabe Ayeba, Mashaka Ayambade, Done Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Letitia, da Asha, da Irene, Kisi Kandeke, Yahaya Hussein kutoka Dar es Salaam, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Damakei Afrika Kusini, Mohamed Papi Rajabu Lisha kutoka Nairobi, Emmanuel Mwangombe, Asokolo Ayeba, Asani Ramadhan, ukiwa unasikiliza Baraka1 TV. Na baada ya taarifa hizo, tuchukue hizi kutoka jijini Uvira, ambako waziri wa mambo ya ndani Jackman Shabani aingia Uvira kukagua hali ya mji pamoja na vitengo mbalimbali vya ulinzi na usalama.
Siku ya jana tarehe 25 mwezi wa pili 2026, waziri wa mambo ya ndani Jacquemain Shabani kutokea jijini Kinshasa baada ya kutua kwenye airport ya kimataifa ya Bujumbura aliweza kuwasili kupitia boda ya Kavimvira kati ya Gatumba na Kavimvira nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupokelewa na mamia ya wananchi wakiwa ni wakereketo wa vyama mbalimbali vya siasa na pia wanajeshi, polisi pamoja na viongozi mbalimbali wa services mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jacquemain Shabani, waziri wa mambo ya ndani, kilichomleta Uvira ikuja kukagua hali halisi ya vitu mbalimbali vya serikali na pia kujihakikishia uwepo wazi wa mpaka kati ya Burundi na Kongo na pia kutizama jinsi wafanyakazi wa serikali wanavyoendesha shughuli zao katika eneo za mipakani. Twende kule.
Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 kutokana na hali ambayo iko naonekana ndani ya M23 na hivyo kujaza wasiwasi kwa raia. Tutakwenda kuzungumza mengi majira ya saa 6. Usikose, tayari tumekwisha kuungana tena na mchambuzi wetu na tusikilize nini ambacho kinapangiliwa kwa upande wa M23 kutokana na matatizo ambayo wamekuwa wakiyapata hivi karibuni. Bye bye.